Ni siku ya Ijumaa asubuhi ya leo ambapo mtazamaji wangu ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani asubuhi ya leo? Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama, umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu maana ameweza na kukubariki na uhai kwa siku ya leo katika uso wa dunia. Nami hapa ninakukaribisha katika kipindi cha manyunyu ya baraka, tukaweza na kuendelea pamoja na kulipokea neno la Mwenyezi Mungu kupitia kwa mtumishi wake ambaye ni Pastor Emmanuel Nambuki kutoka kanisa la ABC Chani. Maana ameweza na kufika hapa tayari kabisa ili akaweze na kutunyunyizia baraka za Mwenyezi Mungu kupitia hilo neno. Pia nawe ninakukaribisha ili tukaweze na kubarikiwa pamoja. Mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni matumaini yangu ya kwamba usiku wako ulikuwa usiku wenye amani, ulilala vyema, na hata hivyo Mungu amekupa kuiona siku njema. Ninasema karibu ili tukaweze kusikia neno la Bwana, na wacha neno hili likaweze kuwa baraka kwako. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru ni kwa ajili ya asubuhi hii. Ninakushukuru tena ni kwa ajili ya neno lako ambayo Bwana imekuwa ya baraka kwetu. Na hata hivyo naomba ikaweze kuwa baraka kwa mtumishi wako mtazamaji anapoenda kulisikiliza. Mungu, ninaomba pia ukanitumie kama chombo chako nikanene usia wako jinsi utakavyo. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tunaomba na hata kushukuru. Amina. Neno la Bwana tutalisoma katika kitabu cha Waebrania kifungu cha 10 mstari wa 19 mpaka mstari wa 23. Waebrania 10 mstari wa 19 hadi mstari wa 23. Neno la Bwana linasema hivi: Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamira mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi, na mlishike sana ungamo la tumaini letu lisingeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Leo tutanena juu ya Mungu aliyetuahidi, ama ahadi za Mungu ni ahadi za uaminifu. Tunapotazama neno hili tunaona ya kwamba linanena sana juu ya matayarisho ya Yesu Kristo ili kuleta ama kutufungulia njia ingine ya kupaingia patakatifu pake. Kama vile tunavyojua katika historia ya Zakaria ambayo ndio walikuwa makuhani wakati huo, ndio walikuwa wanabebea watu mahitaji yao na sadaka zao na kuenda katika madhabahu ambapo palikuwa patakatifu pa watakatifu, na hakuna mtu ambaye aliruhusiwa kuingia katika mahala pale. Lakini tunaona Yesu Kristo, kwa maana huo ulikuwa wakati wa Torati, na haikuwezekana mtu ambaye ako na dhambi aweze kujipelekea na mahitaji yake, aweze kujipelekea na sala zake mbele za Mungu. Lakini walikuwa wanawapa makuhani ambao walikuwa wakati huo ili wakaweze kuwapeana mahitaji yao katika madhabahu. Lakini tunaambiwa ya kwamba basi tunajua tuna ujasiri ambao tulipewa ili tukaweze kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Tunapofikiria na kuwaza juu ya Yesu alipoangikwa msalabani, Biblia inasema ya kwamba wakati wa saa 9 alipokata roho, dunia yote ilifunikwa na giza, na hata pazia la hekalu liliweza kupasuka. Hili linaonyesha ya kwamba ahadi ile Mungu ambaye alituahidi, ahadi yake ya uaminifu ambayo aliahidi ya kwamba ataweza kumkomboa mwanadamu ili akaweze kuwa wa kumkaribia karibu na yeye. Ni wakati huu Yesu anapokufa msalabani na pazia likaweza kupasuka,
Nilionyesha ni njia ya Mkristo ili ukaweze kuwa na njia ya kupenya, ili ukaweze kumkaribia huyu Mungu na kuleta sala zako. Torati na mambo yake zilipita. Na ndio sababu kitabu hiki kinatuambia kwamba basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake Yesu Kristo. Kwa sababu ya kifo chake tulipata njia ingine mpya ya kupaingia patakatifu pake. Na kwa kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, ambaye ni Yesu, the high priest, ambaye ni Yesu, whenever tunaenda katika madhabahu, we do our direct approach kwa Yesu Kristo. Tunamwambia mahitaji yetu, mambo ya kufungiwa, mambo na hata ya kuwa hatuwezi jipelekea mahitaji yetu yaliisha wakati Yesu alipokufa msalabani. Na hii inatufunza ya kwamba sisi, wewe kama Mkristo, una haja kubeba mahitaji yako. Na ndio sababu kila wakati tunasema ya kwamba jiombee mahitaji yako. Ambia Yesu kile ambacho utakacho. Na ndio sababu hata katika kitabu cha Mathayo 7 kinatuambia ya kwamba omba. Ni wewe Mkristo unapewa jukumu la kujiombea. Uko na nafasi ya kujipelekea mahitaji yako mbele zake Mungu. Una sababu ya kujipelekea na dhabihu yako na katika madhabahu. Wakati wa makuhani makuu ulipita. Wakati wa Torati ulipita. Tumepewa wakati wa neema kuingia patakatifu pake, ili ukaweze kuyapeana mahitaji yako. Tunaambiwa Biblia kwamba tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani. Hali tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamira mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Basi tumempokea ule msamaha wa dhambi. Umempokea ule msamaha wa dhambi. Ulipomkubali huyu Yesu, basi umeingia na katika ile pale patakatifu pake, na una haja kuingia mahali pale, kwa maana umeoshwa dhambi zako, umesamehewa, umetakaswa, uko safi, na unastahili kujipeleka mbele zake Mungu na kumpea na mahitaji yako. Basi tunaambiwa kwamba na mlishike sana ungamo la tumaini letu, lisigeuke, maana yeye aliyetuahidi ni mwaminifu. Je, unatambua ya kwamba Mungu aliyetuahidi ni mwaminifu? Kwa maana leo tunasema ya kwamba tumeokolewa na Yesu, tumeoshwa na damu ya Yesu, tumekubalika mbele za Mungu. Mkristo, mpendwa mtazamaji, na kuambia ya kwamba asubuhi ya leo, jua ya kwamba una haja ya kubeba mahitaji yako, kuyaweka mbele zake Mungu, na Mungu hakika ataweza kuyasikia maombi yako. Hakuna haja ya kusema ya kwamba unaogopa kuenda mbele za madhabahu. Ni wewe uko na hiyo jukumu ya kupeleka sadaka zako, kupeleka dhabihu zako, kupeleka mahitaji yako, na hakika Mungu aliye mwaminifu ataweza kuwapokea mahitaji yako na ataweza kukubariki na kuwa pamoja nawe. Bwana akubariki na alibariki neno lake. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Asante ni kwa sababu ahadi za Mungu ni za kweli. Mungu ni mwaminifu. Asante ni kwa sababu kifo cha Yesu kilitupa nafasi ya kuingia mahali patakatifu, njia ya kupeleka mahitaji yetu mbele zake Mungu. Bwana, pea mtumishi wako mtazamaji kuwa na haja kuu sana na kujipeleka mbele za Mungu, na wakati anaposikia amesongwa na mashida, awe akona njia nzuri ya kukaribia Mungu, na Mungu mwenyewe akaweze kusikia maombi yake. Mbariki mtazamaji na zidi pia kunibariki kama mtumishi wako. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tunaomba. Amina. Bwana akubariki na uwe na siku njema. Asante. Aliyeahidi ni mwaminifu. Yaani tumeweza na kufundishwa na kuona kwamba damu ya Yesu Kristo, ama kufa kwake msalabani na kufufuka kwake, hayo yote ndiyo yaliweza na kutufanya tukaweze kuwa, yani tunamfikia ama tunafika kwake direct. Ukitaka kuomba, ukitaka kumlilia, hakuna kupitia kwa mwingine ili ukaweze na kumfikia. Wakati wa kifo cha Yesu Kristo tumeweza na kuona kwamba pazia wakati ambapo iliweza na kupasuka pale madhabahuni, tuliweza sasa kuwa, yani tuko free. Kama umeweza na kuokoka, unaweza ukamfikia.
Yesu Kristo, Mungu mwenyewe, pasipo kupitia kwa mtu mwingine. Yaani ilikuwa kabla ya kifo chake hatungeweza kufika mahali pale patakatifu pa watakatifu. Hatungeweza kufika hapo na tupeane haja zetu mbele zake tuweze na kumuomba. Lakini ilikuwa lazima tupitie kwa wengine, maana pale hakukuwa kwa watu wote. Lakini kwa sasa kupitia kwa kifo cha Yesu Kristo, uko free, niko free. Wakati ambapo nimeweza na kuokoka, ninaweza na kuongea na Mungu mwenyewe, Yesu Kristo. Direct nikamwambia haja zangu, mimi ningetaka hili na lile kwako. Ni kipi ambacho kinakufanya usije ukaamua kuokoka na kumfikia Mungu wako? Ni kipi ambacho kikuwapo sasa na Yesu Kristo aliweza na kufa msalabani? Kwa sababu ya hayo, tutubu dhambi zetu, tubu dhambi zako, mkumbali Yesu Kristo ili ilo pingamizi likaweze na kutoka. Mbona tuendelee na kukaa tu katika dhambi na aliweza na kufa msalabani kwa sababu yetu, kwa sababu yako? Fanya uamuzi ulio bora ili uwe free kumfikia kila wakati, maana wewe ni mwana katika ufalme wake. Kuwa na wakati mwema, uwe na siku njema. Kwa ndugu zetu ambao wanaenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu kumwabudu na kumuomba, ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Nawe mahali popote pale utashinda ukiwa Mwenyezi Mungu pamoja nawe na Mwenyezi Mungu akakukumbuke. Shalom.